Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Bwana, karibu tena kwa kuendelea kuichagua Bongo Choice, ambapo hapa kila siku tunakusogezea taarifa kemkem kuhusiana na mastaa wetu wa Bongo, lakini pia mastaa mbalimbali kutokea nje ya Bongo ya Tanzania. Sasa moja kati ya trending story kubwa kwa sasa ambayo inazungumzwa zaidi katika mitandao ya kijamii au inazungumzwa zaidi kupitia mitandao ni kuhusiana na issue ya aliyekuwa mpiga picha na videographer wa Diamond Platnumz. Hapa namzungumzia ni Lukamba, ambaye tunafahamu aliwahi kufanya vizuri, lakini pia aliwahi kufanya kazi pamoja na Diamond Platnumz kwa kipindi cha takriban miaka 5 nadhani, ambapo baadaye tulishuhudia Lukamba aliweza kuondoka ndani ya record label hiyo ya Wasafi, lakini sababu kubwa haswa haikuwekwa wazi, huku Lukamba yeye alidai kwamba ameamua kutoka kwa ajili ya kwenda kujitegemea na kuanzisha ofisi yake ambayo alikuwa na ndoto nayo kwa kipindi cha muda mrefu. Sasa mara baada ya kutoka, maneno mengi yalizungumzwa kama kawaida, ambapo tunafahamu mtu anapokuwa akifanya kazi sehemu na baadaye akatoka, maneno waga yanaanza madogo madogo na baadaye yanakwenda yanakuwa makubwa. Sasa limekuja kuibuka kubwa zaidi mara baada ya kauli ya Baba Levo ambayo aliitoa wakati wa kipindi cha Wasafi cha Jioni na Leo, ambapo alidai kwamba kuna baadhi ya wafanyakazi ambao wamekuwa wakifanya kazi na Diamond Platnumz pindi wanapotoka ndani ya record label yake au katika mzunguko wake, basi huwa maisha yao yanakwenda ndivyo sivyo, na akusita kuwataja. Alitaja kama mtu kama Lukamba, Kifesi pamoja na Rayvanny, na kudai kwamba watu hawa kwa sasa hawana nguvu yoyote ya ushawishi kutokana na kazi zao kama kudorola hivi mara baada ya kujiondoa katika record label ya WCB Wasafi. Sasa Lukamba ameshindwa kuvumilia na kuamua kuliweka wazi na kudai kwamba yeye aliamua kutoka ndani ya record label ya WCB Wasafi kutokana na kwamba hakuna faida yoyote ambayo alikuwa akipata zaidi ya kupoteza muda naye, kwani alikuwa kama Mtanzania ana ndoto zake kubwa ambazo anatamani kuzitimiza, na akaamua kujiondoa, kwani kiasi cha pesa ambacho alikuwa analipwa ni kidogo ukilinganisha na kazi ambayo alikuwa akiifanya, lakini pia majukumu ambayo amekuwa akiyatekeleza. Hili limeweza kuwashangaza watu wengi sana, kutokana na kwamba wengi hawakuamini kwamba huenda hicho alichokizungumza kingeweza kuwa kweli au kuwa sahihi, kutokana na watu kuamini kwamba Diamond Platnumz amekuwa akifanya kazi vizuri na wafanyakazi wake mpaka leo hii wengine wamekuwa na mafanikio makubwa. Lakini Lukamba ameweza kwenda mbali zaidi na kudai kwamba hata ukishuhudia madensa pamoja na watu ambao wanamzunguka Diamond Platnumz wamekuwa wakifanya kazi kubwa, lakini wamekuwa hawapati ile faida au thamani ambayo anatakiwa kuipata, na akagusia kuhusiana na madansa ambao wameacha kazi na kwenda kufanya kazi Marekani kwa ajili ya kuweza kujipatia kipato chao. Hii ni moja kati ya kitu ambacho kimeweza kuwagusa watu wengi sana, na wengine kwenda mbali zaidi na kusema kwamba ni kweli kunaweza kuwa na ukweli ndani yake kwa hiki ambacho amekisema Lukamba, kwani baadhi ya watu kwa sasa tumewaona hawako karibu na Diamond Platnumz, ikiwemo madansa pamoja na watu wengine mbalimbali ambao walikuwa wakifanya kazi na Diamond Platnumz. Lakini pia leo hii Mange Kimambi ameweza kufunguka mazito mara baada ya Lukamba kuibua mapya na kudai kwamba hata gari ambalo alipewa alikuwa amepewa bure. Sasa hii inaelezwa kwamba Lukamba alipewa gari hile kwa mkopo na kwamba atakuwa analipa kidogo kidogo, na mara baada ya kushindwa kwamba Wasafi walimnyang'anya gari hile. Sasa leo hii Mange Kimambi ameweza kufunguka mazito kwa kuweza kumtetea Diamond kwa mara ya kwanza na kusema kwamba kauli ya Lukamba ni ya uongo, kwani anataka kuendelea kutrendi na kuendelea kuzungumziwa zaidi kutokana na kile ambacho wamekizungumza, na kudai kwamba gari aina ya Alteza ambayo alizawadiwa na Diamond Platnumz alipewa bure na yeye mwenyewe alikuwa akitumia katika masuala yake ya starehe, na ndio maana haikuweza kudumu na baadaye kukongoroka na kushindwa kuweza kuihudumia. Hilo ndo kubwa zaidi ambalo Mange Kimambi ameweza kulizungumza na kudai kwamba Lukamba amekuwa ni mtu wa kutaka attention wakati wote, na hata ukishuhudia mara baada ya kuondoka Wasafi alikuwa bado anafanya nao kazi vizuri tu, lakini pia kuhudhuria katika interview pamoja na baadhi ya shughuli zao ambazo walikuwa wakimwalika. Lakini amekuja kushangazwa siku ya jana kusikia kile ambacho amekisema kwamba hakuwa analipwa kimaslahi kama vile ambavyo alikuwa anataka, lakini pia hakuwa anastahili ile nafasi ambayo alikuwepo. Sasa Mange Kimambi ameweza kulitolea ufafanuzi na kudai kwamba kuna baadhi ya watu ambao wamekuwa wakifanya kazi na Diamond Platnumz pindi wanapopata majina
wamekuwa wakitamani kutoka na wakiamini kabisa kwamba endapo wataenda kuanzisha firm zao au biashara zao zitaweza kukua zaidi, kwa sababu tayari wanajulikana, lakini pia wana umaarufu mkubwa. Lakini mambo yamekuwa yanakwenda tofauti kutokana na kwamba wamekuwa wakienda kufanya shughuli hizo zimekuwa zikiwashinda, na wengi wao kuanza kusema kwamba Diamond Platnumz amekuwa akiwaroga. Lakini hilo sio sahihi, kutokana na kwamba Diamond Platnumz amekuwa na nguvu kubwa, na ili uweze kumshinda basi inabidi uanze kumzungumzia kwa mabaya ili uweze kuzungumzwa na wewe, ili kile unachokifanya kiweze kuonekana. Hilo ndo ameweza kulizungumza Mange Kimambi mara tu baada ya Lukamba kudai kwamba hata gari ambalo alipewa na Diamond Platnumz lilikuwa sio la bure kama vile ambavyo watu walikuwa wanafikiria, huku Mange Kimambi akimpasua vipande Lukamba na kudai kwamba gari alipewa bure, lakini alikuwa akilitumia katika masuala yake ya starehe na kushindwa kulihudumia na hatimaye kuweza kulipaki na kuanza kuuza vifaa kimoja kimoja. Hilo ndo kubwa zaidi ambao nimeamua kusogezea siku ya leo katika akaunti yetu hii ya Bongo Choice. Ili uweze tu kuwa mtu wa kwanza, ni kukumbushe bonyeza maandishi yaliyoandikwa subscribe au yanayosomeka subscribe hapo chini, na kisha itatokea alama ya kengele, nayo utaibonyeza mara moja, na utakuwa umejihakikishia kuwa mwanafamilia wetu na autopitwa na taarifa zetu za kiburudani ambazo zimekuwa zikitrendi na kumeki headline ndani na nje ya nchi ya Tanzania.